Ukiangalia EP ya kwake mwanamuziki Jux ambayo inajulikana kama A Day to Remember, then ukaja ukaangalia EP ya kwake mwanamuziki Mbosso Kani Mshidede ambayo inajulikana kama Room Number 3, utakuja kugundua ya kwamba the way ambavyo game ya Bongo Flava kwa sasa inatembea ni noma sana. Kuna vitu vingi vikubwa sana ambavyo vimeweza kubadilika sana katika industry, lakini pia kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yameweza kujitokeza kupitia majabu ambayo yameweza kufanyika kupitia hizi EP mbili ya kwake Jux A Day to Remember, lakini pia ya kwake Mbosso ambayo inajulikana kama Room Number 3. Sasa mimi nataka nikusogezee moja katika success kubwa ambazo zimeweza kufanywa na hizi EP mbili ya kwake Jux pamoja na EP ya kwake Mbosso Kani Mshidede. Kupitia EP ya kwake Jux ambayo imeweza kutoka tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka 2025, juzi tu hapa. Moja katika EP ambayo imekuwa na nguvu kubwa sana pamoja na ushawishi mkubwa sana, kwa sababu iliweza kutoka katika time ambayo Jux alikuwa katika zile harakati za kuoa, zile harakati za penzi zito kati yake pamoja na mwanadada Priscilla kutoka pale nchini Nigeria. Moja katika ndoa ambayo imeweza kuchukua kipindi kirefu sana, kwa sababu sherehe zake zilichukua kipindi kirefu sana, lakini pia ni moja katika sherehe ambazo zimekuwa zikitumia gharama kubwa sana mpaka zikaja kufananishwa na harusi ya kwake Chioma pamoja na Davido. Sasa at that time wanafanya zile sherehe fulani hivi, at that time hili penzi lilikuwa zito, ndio kipindi ambacho walikuja kutoa EP ambayo inajulikana kama A Day to Remember. Na hata ukicheki hili jina A Day to Remember ni jina ambalo linakuja kuhusiana na siku ambayo mwanamuziki Jux anaonesha kabisa kwamba ni siku hawezi akaisahau kutokana na vile vitu ambavyo vimeweza kubadilisha maisha yake, na hivi watu wanaviconnect na lile penzi la mwanadada Priscilla kutoka pale nchini Nigeria. Sasa hii ngoma ni moja katika ngoma ambazo zimeweza kuvutia wasikilizaji wengi sana, kwa sababu mpaka sasa imeweza kuwa na jumla ya streams milioni 44 kupitia digital platforms mbalimbali. Ukija kucheki EP ya kwake Jux kupitia Spotify, ni moja katika ngoma ambayo ina wasikilizaji takriban milioni 7.32, moja katika namba ambayo ni kubwa sana ukikompea na hizi namba ambazo zilikuwa zikitembea kupitia ngoma mbalimbali na EP mbalimbali za Bongo Flava. Ukicheki speed ya Bongo Flava kwa sasa ni speed kubwa sana, kwa sababu pale Spotify ni moja katika sehemu ambayo ilikuwa ni jukwaa la kutamba la wasanii wa nje kama Nigeria, wasanii kama kina Rema, wasanii kama kina Burna Boy, wasanii kama kina Omah, lakini kwa sasa game ya Bongo Flava imekuja kupindua meza na kuonesha kwamba kwa upande wa Spotify wasanii wa Bongo, wasanii wa Tanzania wanafanya vizuri zaidi. Sasa kufikisha namba ya milioni 7.32 ni namba kubwa sana kwa upande wake Jux, kwa sababu ni mapinduzi makubwa sana ya muziki. Lakini pia kupitia EP ya A Day to Remember kwake Jux, kwa upande wa Boomplay ni moja katika EP ambazo zimekuwa na wasikilizaji takriban milioni 2.1 kwa upande wa Boomplay. Sasa utakuja kugundua kwamba namba the way ambavyo inatembea kwa speed kubwa sana. Lakini twende tukasogee katika platform nyingine ambazo zimeweza kuhusika. Kuna upande wa YouTube pamoja na YouTube Music ambapo kumekuwa na jumla ya wasikilizaji pamoja na watazamaji milioni 23.9, moja katika namba ambayo ni kubwa sana, kwa sababu wasanii wengi wamekuwa wakitembea na wakifanya ngoma zao, lakini hazikuwa zikitembea kwa speed kubwa, lakini pia hazikuwa zikiwa na mapokezi makubwa kiasi hiki. Sasa mwanamuziki Jux ukilinganisha na zile kazi zake za kipindi cha nyuma, inaonekana hapa katika EP ya A Day to Remember ameweza kupiga step moja kubwa sana na kuonesha mapinduzi makubwa sana katika industry ya muziki wa Bongo Flava. Lakini pia tukija katika upande wa Audiomack, ameweza kufikisha wasikilizaji milioni 11.6, moja katika namba ambayo ni kubwa sana. Sasa ukitazama haya maendeleo ya kwake Jux kupitia EP ya A Day to Remember, utakuja kugundua kwamba kuna step kubwa sana industry ya muziki wa Bongo Flava tumeweza kupiga, na kuna maendeleo makubwa sana ambayo tumeweza kusogea. Sasa moja katika EP ambazo zimeweza kuwa kali sana, zimeweza kuwa na mapokezi makubwa sana, lakini hata ukicheki ndani ya ile EP moja katika ngoma ambazo zimeweza kufanya poa sana, kwa sababu ile EP ilikuwa na ngoma 7, lakini miongoni mwa zile ngoma 7 kuna ngoma ambayo ameweza kumshirikisha mwanamuziki Fino kutoka pale nchini Nigeria ambayo inajulikana kama God Design.
moja katika kazi ambazo ziliweza kutembea kipindi kile ambacho kulikuwa na harusi fulani vya kwake Jux pamoja na Prissy, ambapo kulikuwa na lile wimbi kubwa sana la watu ambao wanatazama sherehe zao na vitu vingine kama hizo hapo. Zile sherehe zilikuwa na mchango mkubwa sana kwenye kufanya hii ngoma ya God Design kuweza kutembea na kufika mbali zaidi. Sasa ngoma ya God Design ya kwake Jux pamoja na Phyno kutoka pale nchini Nigeria imeweza kuwa na wasikilizaji milioni 4.4, moja katika namba ambayo ni kubwa sana kwa pale Spotify, lakini pia imeweza kuwa miongoni mwa ngoma ambazo zimeweza kusikilizwa kwa asilimia kubwa zaidi kwa upande wa Afrika Mashariki. Sasa hii hapa imekuwa ni success kubwa sana kwa upande wake mwanamuziki Jux. Lakini tukirudi kwa upande wa mwanamuziki Mbosso kupitia EP ya kwake Mbosso ambayo inajulikana kama Room Number 3, EP ya kwanza kabisa baada ya Mbosso kutoka katika record label ya WCB. Moja katika EP ambayo pale ndani tuliweza kupata mzizi wa fitna kati ya Diamond Platnumz pamoja na Mbosso. Moja katika kazi ambayo inajulikana kama Power, ambayo imekuja kutikisa sana na ikafanya zikatokea zile sintofahamu nyingi sana kati ya Diamond Platnumz pamoja na Mbosso. Let's go tukaicheki hii ngoma, let's go tukaicheki hii EP ya Room Number 3 imekuwa na mafanikio kiasi gani mpaka tukasema kwamba kwa sasa game ya Bongo Flava imeweza kupiga step kubwa sana. Kwa upande wa mwanamuziki Mbosso, hii EP ya Room Number 3 imeweza kutoka tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2025. Yaani ukicheki EP ya kwake Jux ya A Day to Remember na EP ya kwake Mbosso ya Room Number 3 zimeweza kupishana siku 20 tu. Sasa utakuja kugundua kwamba kuna zile back to back nyingi sana za EP, kuna zile back to back nyingi sana za ngoma ambazo zinatolewa na wasanii wa Bongo Flava. Lakini tukija kucheki kwenye hii ngoma ya Room Number 3 ya EP ya Room Number 3 imeweza kukusanya jumla ya streams milioni 121.08. Sasa hii namba ni moja katika namba kubwa sana. Ukicheki tofauti kati ya EP ya kwake Jux pamoja na Mbosso imekuwa ni kubwa sana, kwa sababu EP ya kwake Jux imekuwa na streams milioni 44, lakini kwa upande wa kwake Mbosso imekuwa na milioni 121. Moja katika namba ambayo ni kubwa sana. Utakuja kugundua kwamba the way ambavyo ulikuwa unashangaa kwenye EP ya kwake Jux, sasa utashangaa zaidi kwa upande wa Mbosso, kwa sababu Room Number 3 ni moja katika EP ambazo zimeweza kuchezwa sana mwaka huu wa 2025. Lakini pia hii hapa ni moja katika EP ambayo imeweza kufanya poa sana katika digital platform mbalimbali kama YouTube, Audiomack, Boomplay pamoja na Spotify. Kupitia engo zote hizo ni moja katika EP ambayo imeweza kutembea vizuri sana. Sasa kupitia YouTube pamoja na YouTube Music, EP ya Room Number 3 ya kwake Mbosso imeweza kuwa na wasikilizaji pamoja na watazamaji takriban milioni 68.8. Moja katika namba ambayo ni kubwa sana kwake Mbosso, ni moja katika namba ambayo ni kubwa sana ukilinganisha na kwamba hii hapa ni EP yake ya kwanza kabisa kutoa baada tu ya kutoka katika record label ya WCB. Moja katika vitu ambavyo vimekuwa vikitawala sana akili za watu kwamba ukitoka tu WCB inawezekana kuna zile kashikash ambazo unaweza ukazipata, zile changamoto kubwa ambazo utazipata mwanzo tu baada ya kutoka katika record label ya WCB. Na hiko hapo ni moja katika vitu ambavyo watu wengi wamekuwa wakivipredict kuona kwamba inawezekana kikaja kikatokea kwa msanii Mbosso kupitia EP yake, lakini the way ambavyo EP hii imeweza kufanya poa inoma sana mtwangu. Lakini pia kupitia EP ya Room Number 3 tumeweza kukutana na ngoma ambayo inajulikana kama Power, ambayo pekee imeweza kuwa na watazamaji milioni 48. Sasa utakuja kugundua ya kwamba ngoma ya Power peke yake imeweza kuwa na watazamaji milioni 48, moja katika namba ambayo ni kubwa sana, kwa sababu ukija kucheki huku kwa Jux amekuwa na streams milioni 44 ambayo inahusisha EP yake nzima ya A Day to Remember. Sasa kwenye upande wa ngoma ya kwake Mbosso ambayo inajulikana kama Power kutoka katika EP ya Room Number 3 imeweza kuwa na watazamaji milioni 48, moja katika namba ambayo ni kubwa sana. Lakini pia kupitia EP ya Room Number 3 ya kwake Mbosso kwenye digital platform mbalimbali kupitia Spotify, ngoma zote 6 zimeweza kuwa na wasikilizaji milioni 16. Lakini pia kwa upande wa Boomplay ikiwa na rekodi ya streams milioni 30.9. Sasa ukicheki hizi namba, the way ambavyo hizi namba zinatofautiana, ukija katika upande wa Boomplay imeweza kuwa na wasikilizaji
kupitia ngoma zote 6 za Room Number 3 imeweza kuwa na wasikilizaji au streams milioni 30.9, lakini kwa upande wa Spotify imeweza kuwa na wasikilizaji milioni 16.1. Hii hapa ni step kubwa sana. Hii hapa ni moja katika mabadiliko makubwa sana katika industry ya muziki wa Tanzania. Sasa ukija kucheki ni kwamba EP ya Kwake Mbosso imeweza kupiga step kubwa sana maendeleo, kwa sababu ni moja katika EP ambazo imeweza kushikilia nafasi ya 3 katika charts za Apple Music, lakini pia kupitia ngoma ya Power ni moja katika ngoma ambazo zinashika nafasi kubwa kupitia charts mbalimbali na zinafanya poa sana kupitia majukwaa mbalimbali ya muziki. Sasa tukija kuangalia the way ambavyo industry ya muziki wa Tanzania kwa sasa inavyotembea, utakuja kugundua kwamba kuna vitu vingi sana vikubwa ambavyo vinafanya industry izidi kushine, industry izidi kufanya vizuri. Moja katika matukio makubwa sana ambayo umeweza kutokea hapa kipindi cha katikati ni baada tu ya mwanamuziki Zuchu kuweza kufanya remix ya ngoma ya Amanda na mwanamuziki kutoka pale nchini Jamaica ambao anajulikana kama Spice. Moja katika remix ambazo zimeweza kuwa na ni gumzo kubwa sana, zimeweza kusikilizwa kwa speed kubwa sana mpaka kufikia time ambayo zinaweza kutajwa katika charts mbalimbali za iTunes na miongoni mwa majukwaa makubwa kabisa muziki ambazo inaonekana kufanya poa sana. Lakini pia ni moja katika ngoma ambazo imeweza kuhusika ama kutajwa katika charts za Billboard. Moja katika vitu ambavyo vimeweza kuwa ni vikubwa sana na kufanya industry ya muziki wa Tanzania iweze kutembea mbali zaidi. Mimi nataka unipange hapo kwenye uwanja wa comment. Unahisi ni kitu gani kikubwa zaidi ambacho kinafanya hii industry ya muziki wa Bongo Flava kuweza kuchachamaa kipindi hiki kwa namna kubwa kama hii hapa? Lakini pia ni kitu gani ambacho kinaweza kufanyika kwa ukubwa zaidi kikafanya industry ikaweza kufika mbali zaidi? Mimi nipange hapo kwenye uwanja wa comment. Naitwa G2 One Time, G2 One TC official Genius, na hii hapa ni G2 Media.